الحمد لله رب العالمين ذكرون. وصلى الله على محمد المبعوث رحمة للناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أحبة وأحباب رسول الله عباد الله، baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baada ya kwamba tumefanya utambulisho wa kujitambulisha kwa majina yetu, sasa hivi ni kuendelea na muhadhara ambao unahusu shurutul hijab, masharti ya hijabu. Kwa hiyo masharti ya hijabu ambayo nakusudia hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Nakumbuka ni ahadi ya siku nyingi kidogo, baada ya kuongea na ndugu zangu maudhui hii niwahi kuizungumza mahali wakaniomba, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajatia taufiki ila kwa siku ya leo. Kwa hivyo tunamuomba pia Allah tuwafikishe tuweze kuizungumza kadiri ya uwezo na tuweze kumaliza vipengele vile ambavyo ni muhimu, huenda ikawafaidisha watu wa kijiji hichi, lakini pia na wengineo watakaokuwa wanasikiliza kupitia mitandao ya kijamii. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa tufahamu ya kwamba vazi la mwanamke wa Kiislamu sio kama tunavyozungumzia labda uvaaji wa kanzu, wala sio kama tunavyozungumzia labda uvaaji wa kilemba, bali vazi la mwanamke wa Kiislamu ni jambo la wajibu. Kama ambavyo ilivyofaradhishwa kuswali, ilivyofaradhishwa kufunga, imefaradhishwa kuhiji, na vile vile vazi la mwanamke wa Kiislamu ni faradhi. Kwa hiyo sio mustahabu, si kwamba ni jambo ambalo linapendeza kwa maana ya kwamba mtu anaweza akavaa au asivae. Ana hiari ya kwamba avae au asivae. La, vazi la mwanamke haliko kama hivyo, bali ni vazi ambalo ni la wajibu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila shaddil adhab. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab, je, mnaamini baadhi ya sheria, mnaamini baadhi ya hukumu na zingine mnaziacha, zingine mnazikataa? Ni nini malipo ya mtu anayechagua baadhi ya hukumu za Mungu? Isipokuwa katika dunia hii atapata fedheha na udhalili, na siku ya kiyama atarudishwa kwenye adhabu iumizayo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunawazungumzia kina mama kuhusu na vazi lao, lakini tufahamu ya kwamba wasimamizi wakubwa
ni wanaume. Wanaume ndio wanaowasimamia wanawake katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Wanaume ni wasimamizi kwa wanawake kutokana na maumbile waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu amewafadhilisha wao kuwapa jukumu hili bila wanaume kuomba na wala kutafuta, na vile vile kwa vile wanavyovitoa katika mali zao. Manake ni watu wanaowajibika, ni watu wenye kutekeleza majukumu. Ndio maana kuna kauli inasema kullu rajulin dhakar walaysa kullu dhakari rajulun. Kila mtu ni mwanaume, lakini sio kila dume ni mwanaume. Manake mwanaume ni yule anayesimamia majukumu. Dume ni lile ambalo haliwezi kusimamia majukumu. Inaweza kutumika kwa ajili ya mbegu, kama ambavyo wafugaji wa ng'ombe walioko ndani, ndama au ng'ombe anapolilia dume huletewa, na dume likishapanda linarudishwa. Halijui kama yule amebeba mimba atazaa au hatozaa, sio jukumu lake. Kwa hiyo na wanaume ambao hawabebi majukumu wanakuwa ni madume. Lakini ar-rajulu, mwanaume, ni yule ambaye anabeba majukumu aliyoyapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume akasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi warajulu ra'i fi ahli baitihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Na rajulu ni mchunga katika nyumba yake na ataulizwa juu ya uchungaji wake. Kwa hiyo ikiwa mwanamke ametoka nje, amevaa kimini, amevaa mpasuo, amevaa rusharoho, amefunga kanga mbili, akavaa lidera, akafunga kamtandio, ujue ni usimamizi mbovu wa mwanaume anayemmiliki mwanamke huyo. Ikiwa usimamizi utakuwa ni mzuri, usimamizi wa mwanaume anayejitambua na kufahamu nafasi yake na kufahamu majukumu yake, basi atahakikisha kwamba anamvalisha mke wake mavazi ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile yale ambayo yanaridhiwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Masharti haya yako 8. Masharti haya yako 8. Sharti la kwanza ni isti'abu jami'il badani illa mastuthna, nayo ni kufunika mwili wote isipokuwa yale ambayo yamevuliwa. Ashartu thani alla yakuna zina fi nafsihi, hilo vazi lenyewe lisiwe ni mapambo. Yani hilo vazi ambalo linamfunika mwanamke lenyewe lisiwe na mapambo. Manake mwanamke mwenyewe ni pambo, kwa hiyo haifai kufunika pambo kwa kutumia pambo. Ashartu thalithu, sharti la tatu, an yakuna safiqan la yashifu, liwe ni zito lisiloonesha. Isiwe mtu alioko nje anaona vilivyoko ndani na alioko ndani anaona nje. Ashartu rabi'u, sharti la 4, an yakuna fadfadwa ghaira dayiq, liwe ni pana lisiwe limefuata mwili, lisiwe limebana mwili. Ashartu al-khamis an la yakuna mubakharan mutiban, lisiwe ni limefukizwa kwa udi au limetiwa ni lenye manukato. Lisiwe lenye manukato, miski na dada zake na miski. Ashartu sadisu an la yushbiha libasa rajuli, lisiwe linafanana na vazi la mwanaume.
lisiwe linafanana na vazi la mwanaume, kama vile kuvaa shati na suruali, kuvaa nusu kanzu. Ashartu sabi'u, sharti la saba, alla yushbiha libasa alkafirati, lisifanane na vazi la wanawake wa kikafiri. Sababu wanawake wa kikafiri malengo yao ya kuvaa ni kufitinisha jamii, ni kufitinisha wanaume. Kwa hiyo utakuta anaitwa kabasho, mwanamke bodi, mwanamke nyonga, mwanamke kisigino, mwanamke kadha. Kwa hiyo wanavaa mavazi ambayo yanaifitinisha jamii, yanawafitinisha wanaume. Ashartu thaminu an la yakuna libasu ashuhura, lisiwe ni vazi la umaarufu, lisiwe ni vazi la kutaka umaarufu. Kwa hiyo haya ni kwa ikhtisari, tumetaja kwa ikhtisari. Sasa tuanze kutaja moja baada ya kingine kwa kuongeza au kwa kutaja adilla min al-Qur'ani wa sunna, dalili za kutoka kwenye Qur'ani na sunna. Naam, tumesema sharti la kwanza liwe linafunika mwili mzima isipokuwa maeneo ambayo yamevuliwa au yana ikhtilafu kwa wanawachuoni. Fa huwa fi qawlihi ta'ala fi surati an-nur al-aya aya 31, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qul lil mu'minati, nasema kuambia wanawake waumini, yaghdudna min absarihin, wainamishe macho yao na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yanadhihiri yenyewe bila kulazimishwa. Waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin, na wazipige vizuri shungi zao mpaka vifuani mwao au kwenye mifuko yao. Wala yubidina zinatahunna, na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa libuulatihin, isipokuwa kwa waume zao. Aya inaendelea, ni aya ni ndefu. Hiyo ni dalili kwa sababu inataka mwanamke ahifadhi macho yake, ahifadhi utupu wake. Na qaida ya usuli inasema ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, kitu ambacho hautimii wajibu isipokuwa kwa kitu hicho, basi na kitu hicho kitakuwa ni wajibu. Kwa ikiwa kujihifadhi na zinaa, mtu asifikie kufanya zinaa, kuna hitaji stara, kufunikwa, basi huko kufunika ni jambo la wajibu. Kwa hiyo kufunika mwili ni jambo la wajibu, kwa sababu ndio kuhifadhiwa kwa mwanamke mwenyewe. Vile vile katika surati al-Ahzab aya 59, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sema kuambia wake zako na mabinti zako na wanawake wa waumini, yudinina alaihinna min jalabibihin, wajiteremshie vizuri jilbabu zao. Dhalika adna an yu'rafna, hilo litawapelekea wao wajulikane. Fala yuudhaina, wasiweze kuudhiwa. Kwa hiyo wakiteremsha jalabibu, wakavaa vizuri jalabibu, litawapelekea wao wajulikane kuwa ni watu wasiopenda machafu, ni watu wasiopenda maovu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu sana na ni mwenye huruma sana. Kwa hiyo ikiwa mtu hakuvaa na hakujua, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe baada ya kuwa ameshajua na akaanza kutekeleza.
Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhiyallahu anha anasema, yarhamullahu nisaa almuhajirati, Mwenyezi Mungu awarehemu wanawake wakimuhajirina, yani wanawake wa Maka. Al-awwal, wale wa mwanzo. Lamma anzala Allahu, wakati alipoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliyadribna bikhumurihin, na wapige vizuri shungi zao, ala juyubihin, mpaka kwenye mifuko yao wateremshe vizuri. Anasema shaqaqna murutahun, wale wanawake walichana mitandio yao, fakhtamarna biha, wakajifunika kwayo. Kwa hiyo angalia wanawake hawa waliokuwa ni wepesi wa kutekeleza amri za Allah. Anapokuwa mtu hajui, anapofahamishwa, anapoelimishwa, basi anatakiwa achukue hatua. Anasema katika wafi riwaya na katika riwaya, akhadhna uzurahun, wakachukua nguo zao, izari zao, fashaqaqnaha, wakapasua min qibali alhawashi, kwenye upande wa mbele, fakhtamarna biha, wakaweza kujitanda kwayo, kujifunika kwayo. Anasema aya hii, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, walamma nazalati, ilivoshuka aya hii, kharaja nisa'ul ansari, wakatoka wanawake wa Kianswari, kaanna ala ruusihinna alghirban, kana kwamba juu ya vichwa vyao ni kunguru, min alaksiyatin, kutokana na mavazi walioyavaa. Waljilbabu, nini maana ya jilbabu? Anasema huwa almulaatu allati taltahifu bihi almar'a fawqa thiyabiha. Anasema ni vazi ambalo ni kubwa, anajifunika kwayo mwanamke juu ya nguo zake alizozivaa zingine. Ala aswahil aqwali, juu ya kauli iliyokuwa sahihi zaidi miongoni mwa kauli za wana wa chuoni. Wa huwa yustamalu fil ghalib, nasema na hutumika mara nyingi, idha kharajat min dariha, pindi anapotoka mwanamke huyo kutoka kwenye nyumba yake, kama rawa shaykhani wa ghairuhuma, kama alivyopokea Bukhari na Muslim na wengineo. An ummi Atiya radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa ummu Atiya, Mungu amuyaradhi, anasema, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an nukhrijahun fil fitri wal adha al awatiq wal huyad, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alituamrisha sisi tuwatoe wanawake mabinti katika Eidul Fitri na Eidul Adha, al-awatiq wal-huyad. Al-awatiq manake ni wale mabinti ambao kidogo mabega yao wamenyanyuka, wamekaribia au wameshakuwa katika umri wa kubaleghe. Wal-huyad, na wanawake walioko kwenye siku zao. Wadhawat al-khuduri, na wale mabinti ambao huwa katika mila ya Waarabu walikuwa wanawekwa kwenye kona ya nyumba, wanajengewa kahema chake. Kwa binti anapokaribia kuvunja ungo au anapokuwa amevunja ungo, anakuwa amekaa ndani. Kwa hiyo anasema Mtume alituamrisha tuwatoe wakaswali swala ya Idi, wayashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin, na washuhudilie kheri na maombi ya Waislamu katika maeneo ya uwanja wa Idi. Kwa hiyo wanawake hawa watoke. Anasema qultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah,
ihdana la yakunu laha jilbab, mmoja wetu hana jilbabu. Mmoja wetu, kwa sababu ni jambo ambalo limekuja mufaja, ni jambo la ghafla sana. Mabinti ambao walikuwa hawatoki, swala ya Idi ilikuwa watu hawatoki, wanawake hawaendi. Sasa imekuja oda, imekuja amri, wanatakiwa watoke wakaswali, na hatuna hayo mavazi, jalabibu hatuna. Mmoja wetu hana jalabibu Mtume, tunafanyaje? Hebu tusikilize kwamba je, Mtume alitoa mbadala gani? Alisema chukueni kanga mbili tu, achukueni dera na mtandio. Sababu leo ukiangalia katika swala zaidi, wengi wanawake unakuta wamevaa madera na kamtandio. Je, ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamrisha? Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha, Mtume akasema azimwe na dada yake jalabibu la kuvaa. Yani kama kuna dada yake, ndugu yake katika imani, dada katika imani, amwazime jalabibu, asitoke bila jalabibu. Kama kuna kitu cha kuombwa kwa kuazima, ni vazi la jalabibu. Lakini mwanaume anaweza akaomba kanzu wa kuazima kwenda kuswalia, lakini mwanamke akatoka na makanga. Kwa hiyo hili ni kinyume, na hao wanawake walielewa ya kwamba mwanamke hawezi kutoka bila jalabibu. Mwanamke anayemwamini Mwenyezi Mungu, mwanamke anayemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kutoka bila jalabibu. Kwa hivyo anasema jalabibu manake huwa almulaatu allati tashtamilu biha almar'a, ni ile vazi ambalo anajifunika kwayo mwanamke, fauqa dir'i wal khimari, juu ya dir'i. Dir'u ni vazi ambalo linavaliwa ndani ya mwanamke, yani lenyewe liko kama kanzu, lenye mikono mirefu, lina shingo, linateremka mpaka chini. Hii inaitwa dir'u. Waswahili wakaita dera, lakini dera la Kiswahili Waswahili limekatwa mikono. Hili linavaliwa, lina mikono mirefu. Kwa hiyo avae mwanamke hilo vazi adir'u, alafu alkhimaru, na khimaru ni hii ambayo inafungwa kutoka juu inakuja inaangukia kwenye kifua, hiyo inaitwa shungi, khimaru. Kwa hiyo avae mwanamke mavazi haya, alafu akishavaa hivyo ndipo alete jalabibu juu yake. Anasema waljilbabu fi lughati al-arab, na jilbabu katika lugha ya Kiarabu, allati khatabana biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ambayo ndiyo Mtume alitusemesha kwayo. Yani Mtume ametuongelesha kwa hili vazi kwa sababu ndiyo lugha ya Kiarabu. Anasema huwa ma ghatta jamia aljismi, anasema ni kile ambacho kinafunika mwili wote, la ba'dahu, sio nafunika baadhi yake, ni linafunika mwili wote. Anasema wa ulima min alhadithi sabiqi, anasema ikajulikana sasa kutokana na hadithi ya Atiya tuliyoinukuu hapo kwamba innal jilbaba, kwamba jilbabu matulubun, ni jambo lenye kutakiwa, inda al-khuruj, wakati wa kutoka. Kadhalika vazi hili linafunika mapambo ya mwanamke, linafunika mazuri ya mwanamke. Wa qawluhu ta'ala falaysa alayhinna junahun, hakuna ubaya juu ya wanawake. Yani wanawake wale walqawaidu, wale wanawake ambao wamefikia kwenye utu uzima. Walqawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, wanawake wale ambao hawatarajii kuolewa kutokana na jinsi walivyozeeka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema falaisa alayhinna junahun, wao hakuna ubaya, an yadana thiyabahunna,
wakapunguza baadhi ya nguo zao, ghaira mutabarrijatin bizinatin, bila ya kudhihirisha bila ya kuvaa mavazi ambayo ni mutabarrijat, yenye mapambo yenye kuonyesha mazuri yao, au yenye mavutio vinavutia kwa kutokana na vilivyorembwa katika mwili wake. Wa an yastaghfifna, na kama hao wanawake watajistiri, khairu lahunna, ni bora zaidi. Kwa hiyo hapa alikuwa anakusudia kwamba mwanamke anapokuwa amevaa jalabibu maana yake amefunika mpaka na uso wake. Lakini wale wanawake waliokufikia utu uzima hawatarajii tena kuolewa, wanapunguza zile nguo za niqabu, anaweza akavaa jalabibu peke yake ambalo halifuniki uso. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kama wataendelea kujifunika pamoja na kwamba wamezeeka, ni bora zaidi, khairul lahunna, ni bora zaidi. Wallahu samiun alim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasikia vizuri sana na ni mjuzi, anajua nyoyo za watu, anajua fikra za watu, anajua watu wanavyowaza. Kwa hiyo inawezekana ukasema huyu ni mzee, ni kabibi, akakutana na kazee kenzake wakapendana. Lakini wewe kijana unamuona huyu ni kabibi, hakafai tena kwa lolote huyu. Lakini katokea mzee naye asema huyu mbona ni mwenzangu tu, bado ana bahubahu. Kwa hiyo aya ya 60 surati Nuru, kama mwanamke mzee anaambiwa ajifunike, je, mwanamke ambaye ni kijana, mwanamke ambaye ni msichana? Kwa hivyo hili ni katika sharti la vazi la mwanamke namba 1, sharti la kwanza. Ashartu thani, sharti la pili, alla yakuna zina fi nafsihi, hilo vazi lenyewe lisiwe na mapambo, yani lisiwe na different colors, lisiwe na rangi tofauti tofauti, bali liwe na one color, liwe na rangi moja, liwe ni plain. Kama ni kijani liwe la kijani lote, kama ni nyeusi iwe ni nyeusi yote, kama ni damu ya mzee iwe ni damu ya mzee yote, kama ni light blue iwe ni light blue yote. Isiwe ni mkosa sura, isiwe ni pundamilia. Kwa hiyo liwe na rangi moja. Anasema fa innahu, kabla ya hivyo anasema qala ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe wanawake mapambo yao. Surati Nur aya 31. Fa innahu biumumihi, hakika kwa ujumla wake, yashmalu thiyaba dhahira, inakusanya nguo zinazoonekana, idha kanat muzayyana, itakapokuwa zile nguo zimepambwa, tulfitu andara rijali ilaiha, zinageuza macho ya wanaume kumwangalia mvaji wake. Kwa hiyo ikiwa hilo vazi limepambwa, limewekewa maurembo, linamfanya yule mwanamke aweze kuangaliwa na wanaume, manake itakuwa haifai. Wayashhadu lidhalika qawluhu ta'ala fil ahzabi aya 33, inatoa ushahidi huo. Mwenyezi Mungu anasema waqarna fi buyutikun, na kaeni majumbani mwenu. Angalia, anasema na kaeni majumbani mwenu. Nyumba asili yake sio za wanawake, lakini kwa sababu ya matumizi makubwa ya wanawake, wanatumia sana nyumba, zikanasibishwa na wao. Hata katika sura Talaq anasema la tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe wanawake kwenye nyumba zao mnapowapa talaka. Kwa hiyo nyumba zikanasibishwa na wanawake kwa sababu ya matumizi ya nyumba kwao ni makubwa. Hata mtu anayetembea na mkokoteni, anauza soksi, anauza nguo, anauza nini, akionekana anaitwa mkokoteni, haitwi jina lake. Kwa nini? Kwa sababu anatumia sana mkokoteni, anapewa jina la mkokoteni. Kwa hiyo wanawake, Mungu anasema waqarna fi buyutikun, na kaeni kwenye majumba yenu,
wala tabarrajna tabarruja lijahiliyati alula, msitoke kwa kuonyesha mapambo yenu kama walivyokuwa wanatoka katika zama za ujahilia ule wa mwanzo, kama walivyokuwa wanatoka wanawake katika ujahilia wa mwanzo. Atabarruju manake nini? Nini maana ya tabarruj? Anasema Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kitafsiri neno hili katika kitabu chake Hijabul Mar'atil Muslima, anasema antubdi al-mar'a min zinatiha wa mahasinha, ni mwanamke kudhihirisha mapambo yake na mazuri yake. Mwanamke kudhihirisha mapambo yake akiwa ameweka kwenye mwili wake, mfano hereni, bangili, amepaka hina, ameweka wanja, ameweka nini, ni mapambo yake. Wa mahasinha, na mazuri yake alionayo kwenye mwili wake. Wama yajibu alaiha satruhu, na vile ambavyo ni wajibu juu yake mwanamke kuvistiri, akaacha kuvistiri. Mimma tustad'a bihi shahawatu rajuli, katika yale ambayo hutumika kuvutia matamanio au kuamsha hisia za matamanio za wanaume. Kwa hiyo hayo ndio inaitwa tabarruj. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathatu la tasalu anhum, watu watatu usiulize kunako habari zao, usiulize kabisa habari zao. Akasema rajulun faraqa aljamaa, mwanaume aliyetengana na jamaa, wa aswa imamahu, na akamwasi imamu wake, wa mata asiyan, na akafa hali ya kuwa amemwasi imamu wake, wa amatun au abidun abqa, na mtumwa wa kike au wa kiume aliyetoroka, famata, akafia huko. Usiulize kuhusu habari yake, usiulize kunako adhabu yake. Wa mraatun, na mwanamke ghaba anha zawjuha, mwanamke ambaye mume wake ametoka akamwacha nyumbani, kad kafaha maunata dunia, amempa mahitaji yote yanayohitajika, fatabarrajat ba'dahu, yeye akatoka akiwa amevaa mavazi yenye kuvutia, mavazi yenye mapambo, akiwa anaonyesha mazuri yake. Baada ya hapo, fala tasal anhum, usiulize kunako watu hawa. Akhrajahu al-Hakim wa Ahmad. Leo mwanamke hata akiambiwa na mume wake, wewe usitoke tu kwenda sokoni wala wapi, mimi nitakupa kila kitu, lakini atakataa, sababu ameshazoea ni mtu wa sokoni. Mmoja aliambiwa na mume wake anauza kibanda, akaambiwa mimi nitakupa kila kitu, wewe achana na hicho kibanda. Akasema ni bora kuachana na huyo mwanaume kuliko kuachana na kibanda. Kwa hiyo mwanamke yuko tayari kubaki na kibanda, asibaki na mume, manake kibanda kina thamani kuliko mume. Wal maqsudu min al-amri bil jilbab, na makusudio ya kuamrishwa kuvaa jilbab, inama huwa satru zinatil mar'a, lengo lake hasa ni kufunika mapambo ya mwanamke. Fala yuqal, hivyo haingia akilini hinaidhin, wakati huo, ayakuna lijilbab, iwe jilbabu nafsuhu zina, iwe jilbabu lenyewe ni pambo. Wa hadha kama tara bayin, na hili kama unavyoona liko wazi, la yakhfa, halijifichi. Walidhalika qala al-Imam Dhahabi fi kitab al-Kaba'ir safha 131, katika Imamu Dhahabi kitabu chake kinachoitwa Kitabu al-Kaba'ir ukurasa wa 131, akiwa anaeleza vazi la mwanamke ambalo halitakiwi kuwa na mapambo, anasema wa min al-af'ali allati tul'anu 'alayha al-mar'a,
Na miongoni mwa matendo ambayo hulaaniwa mwanamke, idharu zina, ni kudhihirisha mapambo, wa dhahabi, na kudhihirisha dhahabu alizovaa, wa lu'lu'i, na kudhihirisha lulu alizovaa, tahta niqab, chini ya niqabu, wa tatayyubuha bilmiski, na kujitia manukato kwa miski, wal ambar, na vile vya kuchoma kama udi, wa tib, na manukato mengine, perfume na mfano wake. Idha kharajati, pindi anapotoka nyumbani. Hii lugha inatumika sana, idha kharajati, akivaa jalabibu anapotoka nyumbani. Hii ina maana ya kwamba ila ni wanaume, sababu wanaume wa kando huwa wanapatikana nje. Lakini kama wamekuja nyumbani, ina maana mwanamke atavaa jalabibu lake kwa kujistiri na wanaume ambao sio ndugu zake, sio baba, sio mtoto, sio kaka. Kwa hiyo atajistiri nao kama anavyokuwa nje. Tofauti na wanawake wa leo ambao elimu hii hawana, unakuta mwanamke amebaki bado yuko, kwa sababu ni nyumbani, amebaki na dera lake, amebaki na kamtandio chake. Ukimuuliza anasema hapa si nyumbani. Ishu haikuwa ni nje na nyumba. Ishu ni kwamba huko nje ni nani wapo? Kwani ilikuwa ni kukwepa ng'ombe? Ni kukwepa miti au majani kwamba yasikuone? Ishu ni wanaume. Sasa wamehamia nyumbani, wamekuja nyumbani. Kwa nini usichukue stara? Kwa nini usichukue zana zako? Kwa nini usichukue nguo zako kajistiri? Kwa sababu hapo ni nyumbani ndio, lakini wamekuja wanaume ambao wanapokuona wewe wanashawishika na mwili wako, wanashawishika na mazuri yako. Kwa hiyo funika mazuri yako. Kwa hiyo anasema walubusuha, miongoni mwa matendo ambayo hulaaniwa mwanamke, walubusuha aswibaghatu, kuvaa mavazi yenye rangi mchanganyiko, waluzuru alhaririya, na kuvaa nguo za hariri, walaqbiyatu alqiswari, na kuvaa majuba ambayo ni mafupi. Yani unakuta hili ligauni la nje ambalo tumesema ni dera, lakini lenye mikono mirefu tofauti na la sasa, unakuta lenyewe ni lifupi. Nguo aliyotanguliza ndani kama ni underskirt, yenyewe ni fupi, ni ndefu. Yenyewe ni nini? Ni ndefu. Na sasa hivi underskirt zilizoletwa ni ndefu kuliko mifuko ya mashine zile za kusagia. Kwa hiyo unakuta mwanamke anavalia huku juu kabisa, lakini bado ni ndefu, inatokea chini. Kwa hiyo ile nguo ya ndani isionekane chini. Yani mfano kama umevaa kanzu ikawa ni fupi, alau lisuruali ndio limetokeza chini. Kwa hiyo kwa mwanamke hiyo nguo inayotokeza chini haifai, inatakiwa yenyewe ifunikwe, lile la juu ndio liwe lirefu. Ma tatwili thawbi wa tawsi'ati al-akmam, pamoja na kurefusha nguo hizo za ndani, alafu na kupanua mikono. Kuna manguo ya sasa hivi yameletwa mikono hii ni mipana kiasi ambacho anaweza kumuingiza mtu hapa akatokezea huku chini. Angalieni tu, labda kama huku vijijini hamna, lakini ukitoka tu kidogo hapa mjini ukiangalia mavazi sasa hivi yanayovaliwa na wanawake sio stara. Kwa sababu kama vazi mkono ni mpana hivi, ina maana tu hata akifanya hivi mtu anaona huku kote kunaonekana, kwa sababu mkono ni mpana. Na ndio mafasheni za sasa hivi wanavaa wanawake. Kwa hivyo anasema na kurefusha, kupanua hiyo mikono, watatwilha, na kuvirefusha, wa kullu dhalika min tabarruj. Anasema uvaji wote huu wote ni katika aina ya tabarruji, alladhi yamqutu Allahu fa alayhi, ambayo Mwenyezi Mungu anachukia huo uvaaji, wa yamqutu fa'ilahu, na anamchukia mtendaji wake anayefanya hivyo, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhera. Anasema
walhadhihi alaf'ali, na kwa ajili ya matendo haya lati qad ghalabat ala akthari nisai, ambayo yamewashinda wanawake wengi. Wanawake wengi wamefeli katika mavazi. Yani wanawake ni wachache sana unajua wanavaa vazi la kisheria ambalo ukilitazama unaiona Qur'ani, unaiona Sunna, unawaona wanawake wa kisalafi, wanawake wa kiswahaba. Ni wanawake wachache sana. Anasema kwa sababu ya uvaaji huu, matendo haya yaliyowashinda wanawake walio wengi. Qala anuhunna nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ittala'tu ala nar, nilioneshwa moto au niliona moto, faraaitu akthara ahliha an-nisa, nikaona walio wengi motoni ni wanawake. Na kilichowafanya wawe wengi motoni ni haya mavazi, ni haya matendo ambayo wanawake wengi wanapuuzia. Anasema hata hili nalo, hata hichi nacho. Leo unaweza kukuta mwanamke amevaa niqabu, mashaallah, yuko vizuri. Lakini jana kulikuwa na harusi ya mwenzao, mkono wote huu umepakwa mapiko mpaka huku. Alafu amevaa niqabu na amevaa lijuba, lakini huku alichotanguliza ni lidera. Wanafikiria akitoa mkono hivi tu, hata akibeba ndoo ya maji au anapiga simu, huo mkono utakuwaje? Kwa hiyo marembo yote yako nje, alafu huku amevaa niqabu. Sheikh mmoja aliwahi kuandika kitabu akasema, anamsemea mwanamke na amemchora mwanamke mikono yake kwamba huu mkono ni wa pinki, kuanzia hapa ni pinki, huku ni mweusi, huku ni pinki na huku ni mweusi, na hapo umerembwa rembwa na hina na nini. Akaandika, tabarrajtu wa nasitu anni muntaqiba, nimependeza nimesahau kuwa nimevaa niqabu. Yani maana mwanamke anevaa niqabu ina maana anazuia mazuri yake. Sasa kwa nini umezuia kwenye uso alafu ukayatokeza kwenye mkono? Kana kwamba hujaridhika, unasema hata kama nimefunika huku jamani, huku pia mtaki kuona. Angalieni hata ya kwenye mikono basi. Kwa hiyo wanawake wengi hivi sasa kana kwamba wote wamekubaliana, hasa wanawake wa kisuna hivi sasa, kwamba wanavaa juba jeusi au la rangi moja, lakini kinachovaliwa cha ndani iwe ni dera au ni aina ya kanzu ya kike, au linaweza likavaliwa sketi na kiblauzi kifupi. Kinachoonekana kuanzia chini, hichi hakiangaliwi sasa hivi. Kikawa na rangi yoyote hawajali, wanachoangalia ni hili kubwa tu, juba peke yake, jalabibu liwe la rangi moja. Lakini kinachotangulizwa kikatokea chini hakiangaliwi. Amefunga kanga, anatoka. Amevaa pundamilia, ametoka. Amevaa lidera lenye nakshi, ametoka. Kisa kavaa jalabibu lenye rangi moja, kavaa niqabu, anaona hii imetosha. Sasa kwa mafundisho yapi? Kwa maelekezo ya nani? Wakati wema waliotangulia ndivyo wanavyoelewa kwamba haya ni katika mavazi ambayo yanasababisha mwanamke kwenda kuadhibiwa. Ashartu thalithu, sharti la tatu, ayakuna swafiqan la yashifu, liwe vazi hilo ni zito, halioneshi. Lianna satra la yatahaqaqu illa bihi, kwa sababu kujistiri hakuhakikiki ila kwayo. Wa amma shafafu, ama vazi ambalo ni transparenti, linaonesha, fa innahu yazidu almar'a fitnatan wa zinatan, vazi hilo linamzidishia mwanamke kuwa fitna na kuwa mrembo. Wa fi dhalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati nisaun, watakuwepo katika mwisho wa umma wangu wanawake, nisaun, wanawake, kasiyatun, waliovaa, ariyatun, lakini wako uchi, ala ruusihinna, juu ya vichwa vyao, kaasnimatil bukhti, ni kama vinundu vya ngamia, wana vichwa vikubwa,
wana double head, kichwa kikubwa na kidogo kinafuatia nyuma, au wamesuka twende mlimani, kuna twende msibani, twende kilioni, lakini tuna twende na kuna Kilimanjaro inaenda juu ndefu. Hii yote ni katika makatazo. Mtume akasema ilanuhunna, walaanini hao, fa innahunna mal'unatu, hakika hao wamelaaniwa. Angalia hatari. Haiwezi kuja laani isipokuwa kwenye dhambi kubwa. Haiwezi kuwa laana isipokuwa kwenye dhambi kubwa. Zada fi hadithin akhar, akazidisha kwenye hadithi nyingine ambayo iko katika sahihi wa Muslim, kwa Mtume anasema la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, hawatoingia peponi wanawake wa sampuli hiyo wala yajidna rihaha, na wala hawatoipata harufu ya pepo. Wa inna rihaha, na hakika ya harufu ya pepo, la tujad, hupatikanwa, min masirati kadha wa kadha, kwa mwendo wa kadha wa kadha. Wako wanatafsiri kwa mwendo wa miaka 500. Yani harufu ya pepo inasafiri umbali wa mwendo wa miaka 500. Lakini hao wanawake waliovaa nguo ambazo zinaonyesha ngozi zao, zinaonyesha nguo za ndani, zinaonyesha misuko yao, wamevaa vichwa vikubwa, wamevaa twende kilioni, twende msibani, wamevaa Kilimanjaro, kwa sababu hata huu usukaji wa nywele siku hizi wengine wanasuka lakini wanatoa taarifa, au wakati mwingine ni matusi. Kuna aina nyingi za misuko, mpaka kuna jicho la ukewenza. Yani akisuka mwanamke anamsema mwenzake, manake ni umbea. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawatoingia peponi. Si ndio haya? Ukitoka tu mjini, wanawake walivovaa mavazi ambayo hakuna kinachojificha kwake, kila kitu kinaonekana. Qala ibn Abdul Barri, arada sallallahu alayhi wasallam an-nisaa allawati yalbisna, amekusudia Mtume wanawake ambao wanavaa mina thiyabi shay'i, katika nguo kitu, alkhafifu, chepesi, alladhi yasifu wala yasturu, ambacho kinasifia wala hakistiri. Fahunna kasiyatun bil ismi, hao watakuwa wamevaa kwa jina, ariyatu fil haqiqa, lakini katika uhalisia wako uchi. Yani ndio maana watu wanasema amevaa uchi, amevaa utupu. Hii sio kuvaa kwenye kiuhakika kwamba hajavaa, sababu kama kila mtu anaona kitu chako kilichoko ndani, umevaa kinguo kidogo cha rangi fulani kinaonekana. Wa an ummi Alqama bin Abi Alqama qalat ra'aytu Hafsa binta Abdurrahman, nilimuona Hafsa binta Abdurrahman bin Abi Bakari, mtoto wa Abu Bakari, dakhalati ala Aisha, ameingia kwa Aisha na juu yake akivaa kishungi, raqiqun, kilaini, yashifu ani jabiniha, kinaonyesha mataya yake hizi sehemu. Fashaqatuhu Aisha alaiha, Aisha akakikamata akamchania. Waqalati ama ta'lamina ma anzala Allahu fi surati Nur, hivi wewe haujui alichokiteremsha Mwenyezi Mungu katika surati Nur? Hukijui? Thumma da'at bi khimari fakasatiha, akhrajahu ibn Sa'd. Kisha Aisha akaagiza shungi nyingine akamvalisha, ambayo ni nzito isiyoonesha. Angalia wanawake Ummul Mu'minina, Aisha huyu, na huyu ni mtoto wa ndugu yake. Huyu Hafsa bintu Abdurrahman ni mtoto wa ndugu yake, sababu yeye anaitwa Aisha Abu Bakar na huyu ni Abdurrahman ibn Abi Bakr. Kwa hiyo huyu Hafsa ni mtoto wa ndugu yake, manake anamuita shangazi. Lakini pamoja na hayo yote alikamata kale kashungi akakachana.
Ni wangapi leo wanawake wakileo wanaweza kufanya haya? Ashartu rabi'u, sharti la 4. Sharti la 4. Anasema an yakuna fadfadan ghaira dayiq fayasifu shay'an min jismiha, liwe ni pana, lisiwe limenyonga, lisiwe limefuata mwili, ikawa linasifia chochote min jismiha. Na ndio hivi leo wanawake wanaita nini? Mwanamke body. Paka kuna vibodi vya kisoksi. Mwanamke anavaa lidera limeishia hapa, alafu kuna kibodi kinachobana mkono kabisa, huu mkono unabanwa mpaka unataitiwa, unakuwa kama mua. Kwa hiyo mwanamke kuvaa nguo ambayo ni kibodi, inayofuata bodi, inayofuata mwili, sehemu yenye mlima ikaonyesha mlima, sehemu yenye bonde la ufa ikaonyesha bonde la ufa, sehemu yenye kichuguu ikaonyesha hapa ni kichuguu. Hilo ni vazi ambalo halifai kwa mwanamke wa Kiislamu kulivaa. Waqad qalat Aisha radhiyallahu anha la budda lilmar'a min 3 athwabi, hana budi mwanamke kuvaa nguo 3, tusalli fihinna, anaswali nazo. Akasema dir'un, dir'un wa jilbabun, na jilbabu, wa khimarun, na khimarun, shungi. Kuna washonaji wa sanda hapa. Sanda ya mwanamke zinashonwa nguo ngapi? 5, si ndio? Kuna riwaya inasema inatosha hata zikiwa 3, lakini baadhi ya wanachuoni wanasema nguo 5 anashonewa maiti ambaye ni mwanamke. Sasa kama maiti inashonewa nguo 5, hivi kati ya anayetakiwa kufunikwa sana ni aliyekufa aliyo hai? Lakini leo watu wanahangaika sana na maiti kuifunika sana kuliko aliyo hai. Kwa sababu mtu kutamani maiti ni ngumu sana kuliko kutamani aliyo hai. Sababu unajua anaenda kuzikwa, unamfuata kaburini ukafukue maiti. Lakini aliyo hai ana matumaini naye. Sasa nasema mwanamke leo nakuta mwanamke anatoka na lidera peke yake, hajatanguliza chochote ndani, alafu kavaa kamtandio kamoja. Nini unategemea katika mwili wake kuonekana? Ndio maana kaambiwa mwanamke avae nguo hizi ili kupunguza makali. Hata wakati mwingine kukiwa ni baridi, unapishana naye, mwanamke anapishana na baridi inaopiga umeelekea hivi mashariki, kifua hichi, wanawake wengine huwa wanaweka mkono hivi ndani, manake hizi sehemu zisije zikaonekana ule ukali wake. Kwa hiyo kuvaa hizi nguo manake ni kupunguza makali ya baadhi ya maeneo ambayo yameinuka. Lakini leo tunahangaika wanawake kwa ajili ya kuasiri waliokufa, walio hai hawahangaiki. Kwa hivyo mwanamke anatakiwa ajisiri kwa kuvaa hayo mavazi kwa ajili ya stara yake, kwa kujihifadhi. Ashartu al-khamis tunataja tu kwa mukhtasari kwa sababu pia muda si rafiki sana, twende na wakati. Anasema ashartu al-khamisu an la yakuna mubakharan mutiban, lisiwe vazi hilo limetiwa manukato. Ana Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ayyuma imra'atin ista'tarati, mwanamke yoyote atakayejitia manukato, famarrati ala qaumin, akapita kwenye kikundi cha wanaume, liyajidu min rihiha, ili waweze kupata harufu yake, fahiya zaniyatun, huyo mwanamke amezini. Wa ni Zainab athaqafiyya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kama mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha kharajat ihdakunna ila almasjid,
anapotoka mmoja wenu kwenda msikitini, fala yaqrabanna twiban, asisogelee manukato, asisogelee manukato. Wani Musa bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan marrat bihi ta'asifu rihuha, kwamba mwanamke alipita alafu harufu yake inapiga sana, harufu inapiga. Faqala ya amata aljabbar, akamwambia ewe mja wa Jabbar, almasjida turidina, hivi ni msikiti ndio nakusudia kwenda kuswali na hii harufu kali uliopiga hii? Amejipiga maperfume ina maana yake. Qalat naam, akasema ndio. Qala walahu tatayyabti, na kwa ajili ya msikiti umejipamba hivi, umejitia manukato hivi? Qalat naam, akasema ndio. Qala farji'i, akamwambia rudi, faghtasili, ukaoge. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, hakika mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema ma mimra'atin takhruju ila almasjid, hakuna mwanamke yoyote atakayetoka anaenda msikitini, ta'asifu rihuha, harufu inatoka kwake ya manukato, fayaqbalu Allahu minha salatan, Mwenyezi Mungu akamkubalia mwanamke huyo swala yoyote. Manake swala yoyote sio ya sunna wala ya faradhi. Mungu hatomkubalia swala yake yoyote. Hata tarji'a ila baitiha fataghtasil, mpaka arudi nyumbani akaoge, aondoe hiyo harufu. Mpaka arudi nyumbani akaoge, aondoe hiyo harufu. Ashartu sadisu, yani hapo mulahadha kidogo kwamba ikiwa huyu anaenda msikitini, je, anaenda sokoni? Je, anaenda porini? Je, anayepita kwenye vichochoro? Huyu anaenda msikitini lakini bado ameambiwa amezini kwa sababu amejitia manukato. Na harufu pua pia, moyo wa binadamu uko kwenye pua. Pua nayo inapeleka taarifa, information. Huyu aliyepita ni nani? Ndio maana vijana wakipita wanasema demu kapita. Walikuwa wamekaa wanapiga story, lakini ile harufu tu ilivyowapiga pap, wakatazama nini, wameshtuliwa na harufu. Ashartu sadisu an la yushbiha libasa ar-rajuli, lisiwe linafanana na vazi la mwanaume. Lima warada min al-hadithi sahiha, katika yale yaliyopokelewa katika hadithi sahihi. Filani al-mar'a, katika kulaaniwa mwanamke. Allati tatashabbahu birrajuli, mwanamke anayejifananisha na mwanaume. Fil libasi au ghairihi, katika mavazi au katika vitu vingine. Mwanamke kujifananisha na mwanaume ima katika uvaaji wa mavazi, au kuvaa kiatu cha kiume, au tembea yake, miondoko yake, anatembea mwendo wa kiume, huyu kalaaniwa. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume amemlaani ar-rajula, mwanaume, yalbas libisatal mar'a, mwanaume anevaa vazi la kike amelaaniwa. Leo kuna wanaume wanafunga kanga wakati wa kwenda kuoga, wanachukua kanga za wake zao. Wanajifanya kwamba huyu ni mpenzi wangu, eti tunapendana. Sawa, hata kama mnapendana, je, hiyo ni ruhusa? Kwani hamna vikoi? Usinunue msuli unahangaika na dera la mke, au unahangaika na kanga ya mke. Wengine hata viatu vya wake zao hawaviogopi. Sema si ya mke wangu hichi. Lakini si kiatu cha mke, ni cha jinsia nyingine, wewe ni wa kike. Wal mar'a, na mwanamke vile vile,
talbasu libisata rajuli, na mwanamke anayevaa vazi la kiume kalaaniwa. Leo kuna wanawake wanatinga na majinsi ndani chumbani. Anasema hapa si tuko wawili tu. Kama mwanaume hawezi kuvaa underskirt yako, hawezi kuvaa dera lako, hawezi kuvaa jalabibu lako akiwa chumbani, basi na wewe ogopa nguo za mwanaume, usivae nguo za kiume ukiwa chumbani. So ni kujifananisha na wanaume. Akhrajahu Abu Daudi wa Ibn Majah wal Hakim an Abdullah ibn Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, limsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna, sio katika sisi, na wala sio katika sisi anayejifananisha na wanawake miongoni mwa wanaume. Akhrajahu Ahmad. Wa ibn Abbas qala lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, mtume amewalaani al-mukhannathina, wanaume ambao wanajifanya ni majike, mina rijali, katika wanaume wanaosuka manywele, wanaume wanaovaa mabangili, wanaume wanaovaa cheni, wal mutarajjilati, na wanawake wanaojifanya viwanaume, mina nisai, wamelaaniwa. Waqala, na akasema, akhrijuhum min buyutikum, watoeni hao wanaume makhanithi hao katika majumba yenu. Qal fa akhraja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fulanan, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtoa mtu fulani. Wa akhraja Umar fulanan, na Umar ibn Khattab naye akamtoa mtu fulani aliyekuwa anajifananisha na wanawake. Wa fi lafdhi, na katika lafdhi nyingine, laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani almutashabbihina min ar-rijali, wenye kujifananisha miongoni mwa wanaume, bin nisai, wanajifananisha na wanawake, wal mutashabbihati min an-nisai birrijali, na wanawake wanaojifananisha na wanaume. Kwa hiyo iwe ni kwenye miondoko, katika tembea, katika sauti, katika uvaaji, wote hao wanaingia katika laana. Wa an Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathu la yadkhuluna aljanna, watu watatu hawatoingia peponi. Wala yanduru Allahu ilaihim, na wala Mwenyezi Mungu hatawaangalia yaumal qiyama, siku ya kiyama. Al-aqu walidayhi, mwenye kuasi wazazi wake wawili. Wal mar'atul mutarajjila al-mutashabbiha birrijali, na mwanamke anayejifanya ni kidume, anayejifananisha na wanaume. Wadayuth, na mwanaume asiye na wivu, mwanaume asiye msiri mke wake, anamwacha watu wote wanaangalia mazuri ya mke wake. Huyo ni mwanaume pia ambaye hatoenda peponi, hatoingia peponi. Ashartu sabi'u, sharti la saba, anasema alla yushbiha libasa likafirati, lisiwe linafanana na vazi la wanawake wa kikafiri, kwa sababu sheria ya Kiislamu taqarrara fi shar'i annahu la yajuzu lilmuslimina, haifai kwa waislamu rijalan wa nisaan atashabuhu bilkufari, kujifananisha na makafiri. Ni sawasawa, sawaun fi ibadatihim, ni sawasawa katika ibada zao, au a'yadihim, au sikukuu zao, au aziyaihim, au mavazi yao, alkhaswati bihim, yale ambao ni special kwa wao. Haifai kwa wanawake wala haifai kwa wanaume kujifananisha na wanawake na makafiri. Kwa hiyo nakuta wanawake wa Kiislamu mavazi yao makubwa wanawaiga wasiokuwa Waislamu. Sherehe za Kiislamu sasa hivi wanawake wanawaiga wasiokuwa Waislamu. Unakuta mwanamke tokea nyumbani amejipodoa, amejimake-up, amekuwa laini kama ndizi iliyomenywa, imebakia tu kuliwa. Anaenda kwenye harusi kwa sababu kuna kucheza. Yeye ameshajiandaa kabla hajafika kwenye mchezo. Unavua nguo hujaingia bafuni, kisa unaenda kuvua ndani ukiingia bafuni. Ndugu zangu katika imani, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu habadilishi mambo yaliyoko kwa watu mpaka watu wenyewe waamue kubadilisha yaliyoko kwenye nafsi zao. Kwa hiyo sisi tuwe na lengo la kwamba tufuate dini yetu ya Uislamu
na tusijifananishe na wasiokuwa Waislamu. Kwa nukta ya mwisho, alafu nitatoa tambihi kulingana na mazingira ambayo tulionayo. Nukta ya mwisho ni vazi ambalo Allah yakuna libasu shuhura, lisiwe ni vazi la umaarufu. Lisiwe ni vazi la umaarufu, linaweza kuwa linapendeza sana au ni chakavu sana, linamtambulisha mwanamke kila anapopita. Kwa hiyo halipaswi kuwa hivyo, ni katika mavazi yaliyokatazwa. Ndugu yangu katika imani, hayo ni kwa uchache katika mavazi masharti ya vazi la mwanamke wa Kiislamu. Nukta ambayo nasema nihitimishe nayo kwa hivi sasa ni hususan kwa upande wa mafundi, wale wanaoshona nguo na wale wanaouza nguo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wataawanu 'alal birri wa taqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika mambo mema na ya kumcha Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyabiashara, uza mavazi haya ya kisheria, kwa sababu ndio ucha Mungu na ndio mambo mema. Wanawake watakaokuwa wanakuja kununua kwako watakuwa wamepata stara, watakuwa wametekeleza dini yao, wamefuata Qur'ani na Sunna. Lakini leo wanawake wanaoshona nguo, wanawake wanaouza au wanaume wanaouza nguo, wanasema wao wanachoangalia ni biashara, ni mavazi yapi yanatoka. Kwa hiyo mtu anauza mavazi kabisa ni majalabibu yenye mapambo, yenye nakshi. Kwa kuwa yeye ni biashara, haangalii misingi ya dini. Yeye anasema bana, mimi ninachotaka ni pesa. Yeye atajua ataenda kutumiaje. Mwenyezi Mungu anasema, wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan, na msisaidiane katika mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Kwa hiyo haya mavazi yanawapatia madhambi wanawake. Na maana wewe kuwauzia ni kuwasaidia kwenye madhambi. Huwasaidii kuwatengeneza. Huwasaidii kuwaweka katika sehemu ya amani ya kukutana na Mola wao akiwa radhi nao. Na tukumbuke, watu wengi wanaona kwamba hiyo aya katika sura Maida, wengi wanaona ya kwamba yeye hausiki. Yeye hafanyaji? Hausiki. Hivi mfano kama unauza panga, akaja mtu anaitwa Panyarodi, anakuambia niuzie panga, na unajua kazi yake anaenda kukata watu, utamuuzia kwa sababu anataka pesa? Hayo ukasema mimi nataka pesa, ukamuuzia, alafu kumbe uhalifu anaenda kufanya ni nyumbani kwako. Ukienda nyumbani ukuta watu wamecharangwa na mapanga, utasemaje? Alhamdulillah, mimi nishauza panga, mimi nimepata pesa, haina shida. Unaweza ukasema hivi? Au wewe ni dereva toyo, jamaa ameshakwambia bwana, nataka nikavunje mahala, nataka unipeleke na 20,000 hapa, nakupa chap chap twende. Si ni biashara? Je, unampa unapokea umpeleke akavunje au utakataa? Sasa kama mwanamke anashona kimini, anashona rusharoho, anashona kabasho, na anaenda kwa ajili ya kufitinisha wanaume, kama hawajampata yeye wamfuate mwanamke mwingine, je, nani aliyechangia hayo? Sio wewe muuzaji? Nimalizie kwa kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sababu kuuza mawazi hayo yote, hata kama yawe ni mafupi, kwa wanawake wa kikafiri pia haifai. Usije ukasema kwamba huyu ni kafiri bwana. Anasema Sheikh al-Islam, anasema hivi, kullu libasi yaghlibu ala dhanni, kila vazi ambalo dhana yako kubwa inapelekea kwamba ayusaana bilubusihi ala maasiyatin,
hilo vazi mtu anaenda kulitumia kwa ajili ya maasi, kumuasi Mola wake, fala yajuzu, Sheikh anasema sasa, fala yajuzu bai'uhu, haifai kuuza vazi hilo, wa khiyatatuhu, na kushona pia haifai, lima yasta'inu bihi ala almaasiyati wa dhulumi, kwa yule anayetumia mavazi hayo kwa ajili ya kufanya maasi na kwa ajili ya dhuluma. Unawavalisha wanawake wanaenda kuvunja heshima za watu, hii ni dhuluma. Mwanamke anashona mavazi yenye kuvutia, anaenda kufitinisha wanaume wa watu. Mwanaume anamwacha mke wake, anamfuata mwanamke ambaye sio halali yake. Sio dhuluma hiyo? Haijalishi mwanamke huyo unayemshonea ni Muislamu au sio Muislamu, lakini wewe ndio unafanya kazi hiyo. Kama unajua kabisa hizi nguo nazoshona ni vimini, ni vimpasuo, ni vinini, vinavaliwa nje barabarani, sio chumbani, na maana haifai kushona. Lakini unaweza kashona vile vinguo vidogo kama pua, kwa sababu unajua hivi vinavaliwa ndani, havina shida. Lakini kama utashona nguo ambazo akili yako na fikira zako na matumizi yake na inavyoonekana huwa wanavaa wanawake wanapotembea, anasema hivi hata wanawake wasiokuwa Waislamu wataulizwa siku ya kiyama kwa mavazi hayo. Na hii ni kauli ya jamhuri la ulama. Wanasema fa kullu ma yajibu ala almuslimina fi'luhu, kila kilichokuwa cha wajibu kwa Waislamu kukifanya, yajibu ala alkufari, ni wajibu vile vile kwa makafiri. Wa kullu ma hurima ala almuslimin, na kila kilichoharamishwa kwa Waislamu hurima alaihim, vile vile kwa makafiri imeharamishwa. Wasayuhasabuna ala dhalika yawm alqiyama, na watahesabiwa siku ya kiyama juu ya hayo. Dalili kauluhu ta'ala an ahli nari, ni kauli ya Mwenyezi Mungu juu ya watu wa motoni, ma salakakum fi saqari, watakapoulizwa watu wa motoni kitu gani kilichowaingiza kwenye moto, qalu lam naku minal musallin, watasema hatukuwa sisi ni miongoni mwa wenye kuswali. Walam naku nut'imul miskin, na wala hatukuwa ni wenye kuwalisha maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na tulikuwa tunapiga porojo pamoja na wenye kufanya porojo. Wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na tulikuwa tunapinga siku ya kiyama. Hata atana liyaqin, mpaka kifo kikatujia. Surat al-Mudaththir aya 42 hadi 46. Kwa hiyo hata makafiri wanawajibika kwenye swala, wataulizwa. Kwa hiyo huu nilikuwa ni utanabahisho, kwa sababu nimeona ya kwamba hata hawa wauzaji wana sehemu kubwa sana ya kuharibu maadili ya Kiislamu, ya kuharibu wanawake wa Kiislamu, ya kuharibu vazi la Kiislamu. Wakati sisi tunapotengeneza tunawahubiria wanawake wavae vazi la Kiislamu, wauzaji, wafanyabiashara, washonaji wenye cherehani, wao wanashona mavazi yaliyowekwa madoido, yaliyowekwa marembo, yaliyowekwa nakshi. Unakuta lidera limeshonwa rangi mbili, hapa ikawekwa nyeusi, hapa nyekundu, hapo katikati ikawa kadha, kwa ajili ya tu kwamba wenyewe ni wamesomea tu fani ya kuremba. Kwa hiyo wao wanaremba tu ili mradi kwamba wampendezeshe mteja, akiona avutiwe anunue. Kwa hiyo tunawaambia muogopeni Allah, mtaulizwa na nyie siku ya kiyama. Wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.